أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. باب القول في ترجيح. Mlango unaoelezea kuhusiana na kutilia nguvu ahadi al-khabaraini, moja ya habari mbili, ala al-akhar, juu ya nyingine. Wa jumlatuhu, na kwa ujumla wake, annahu, ni kwamba idha taarada khabarani, pindi zinapokinzana habari mbili, wa amkana aljamu bainahuma, na ikawezekana kuzikusanya baina hizo habari mbili zilizokinzana, wa tartibu ahdihima, na mpangilio wa mmojawapo ala al-akhar, juu ya nyingine, fil istimali, katika matumizi, fu'ila, itafanywa hivyo. Ikiwa hizi habari mbili zimegongana na kukawa na uwezekano wa kukusanya baina hizi habari mbili kwa utaratibu ambao maalum, kuitanguliza moja kabla ya nyingine katika matumizi, ikawezekana, basi kutafanywa hivyo, kwa sababu kuna wakati mwingine zinagongana habari. Wa in lam yumkin dhalika, ikiwa hikiwezekana hilo la kuzikusanya hizi habari mbili na kuziwekea utaratibu wa kutanguliza mojawapo kabla ya nyingine katika kufanyia kazi, wa amkana nashu ahadihima bil akhari, na ikawezekana mojawapo kuifuta nyingine, fu'ila, basi kutafanywa hivyo, alama bayantuhu fi babi bayani al-adilla, itafanywa hivyo kwa kupitia yale ambayo tuliyobainisha katika mlango wa kubainisha dalili, allati yajuzu takhsisu biha, ambayo inajuzu kufanyia maalum kwayo, wa mala yajuzu, na yale ambayo yasiyofaa. Tumepita mlango huo. Wa in lam yumkin dhalika, ikiwa na hilo litakuwa halikuwezekana, basi katika sura kama hiyo, rujiha ahaduhuma ala al-akhar biwajhi min wujuhi tarjihi, kutatiliwa nguvu mojawapo juu ya nyingine kwa njia miongoni mwa njia za kutilia nguvu. Ni moja tutaipa nguvu zaidi kuliko nyingine, lakini kuna njia zake za kutilia nguvu zitaelezwa, sio kutilia nguvu kwa fikra yako tu. Wa tarjihu fil khabari, na kutilia nguvu katika habari, yadkhulu fi mawdhi'aini, huingia swala hilo katika maeneo mawili. Ahaduhuma, mojawapo katika hayo maeneo mawili, kwanza fil isnadi, katika ile cheni ya wapokezi, katika ile mambo ya kuegemeza, wal akharu fil matn, nyingine katika matn, maneno yale. Fa amma tarjihu fil isnadi, ama kutilia nguvu katika cheni ile ya wapokezi, fa min wujuhi, kuna njia mbalimbali. Ahaduha, mojawapo, an yakuna ahadu rawiyaini, ni yawe mmoja katika wapokezi wawili, swaghiran, mmoja anakuwa ni mdogo aliyopokea, wal akharu kabira, na mwingine anakuwa na umri mkubwa. Sasa hapo tutafanyeje? Fatuqaddamu riwaya, tutatanguliza riwaya al-kabir, ya mkubwa, liannahu adbat,
kwa sababu yeye ni mdhibitiji zaidi. Walihadha, kwa ajili hiyo, qaddama Abdullah ibn Umar riwayatahu fi al-ifrad ala riwayati Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kwa ilitangulizwa riwaya ya Ibn Umar kabla ya riwaya ya Anas bin Malik. Inna Anasa kana saghira, sababu Anas alikuwa ni mdogo. Ni katika njia za tarjihi. Yatawallaju ala nisai, alikuwa akiingia sehemu za wanawake. Anasi wahunna mutakashifati, hali ya kuwa na wake wale walikuwa wakiwa vichwa wazi, hawajaji gubika. Wa ana, na mimi, akhudhu bizimami, ninachukua kamba hatamu ile, naqati rasulillahi sallama, ya ngamia wa mtume, yasilu alayya luabuha, yani tiririkia mimi juu yangu ule udende wake. Kwa katika moja ya tarjihi katika sura kama hii tunayoona hapa ni kwamba atatangulizwa riwaya ya mkubwa kabla ya mdogo, moja katika kutia nguvu. Wathani, sehemu ya pili, ayakuna ahaduhuma afqaha min al-akhar, mmoja wapo kuwa ni ana fiqhi zaidi, ni mwerevu katika dini kuliko mwingine. Fayuqaddamu, atayatangulizwa huyo afqah ala man dunahu, kumtangulia yule aliyo chini katika utambuzi. Liannahu a'rafu bima yasma'u, kwa kuwa yeye ni mtambuzi zaidi, ni mwerevu kwa yale anayoyasikia. Na huu ndio utaratibu. Lakini kwa kuwa dunia imeenda babaya, mtume mwenyewe akaeleza hali itatokea duniani, idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa. Mambo mtapofikia mnayaona wanakabiziwa majukumu watu ambao hawana sifa ya kuyasimamia yale mambo, basi subirini matatizo. Kwa siku hizi utaratibu umebadilika. Si kwamba vigezo vyako vya kufanya kwamba upate kitu fulani, uwe katika nafasi fulani. Hicho ni kitu kingine kabisa, hakiangaliwi, kwa sababu ili maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yaweze kutimia, yaweze yani kuthibitishwa ule ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tuna dunia sasa katika sehemu nyingi sana, si kwamba wanawekwa wanaofaa. Hapana, anawekwa mtu ambaye hafai, lakini kwa maslahi maalum ya mtu aliyomweka pale. Kwa hiyo ndio inakuwa mara nyingi sura kama hiyo. Kwa hiyo sio jambo la kushangaza, kwa sababu Uislamu ni chombo ambacho kilichokamilika kwa njia zote. Kwa hiyo kila kinachokuja tayari kilishaashiriwa. Kwa mtu anakaa anamweka mtu kwa maslahi yake nyuma yake. Unakaa pale, lakini angalia maslahi yangu. Wakati unachunga maslahi yako, angalia na maslahi yangu. Kwa hata kama ataharibu kiasi gani eneo lile, akawa mtu wa hovyo kiasi gani, midhali amewekwa na mtu mwenye maslahi naye, pale hawezi akatoka hata siku moja, mpaka pale atapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni sura kama hizo. Wa thalithu, sehemu ya tatu, ayakuna ahaduhuma aqraba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, awe karibu zaidi na mtume. Fayuqaddam, atatangulizwa mbele huyo riwaya yake, liannahu aw'a, kwa sababu yeye ni mwenye kudhibiti zaidi, kuhifadhi mambo, kwa kuwa yupo pamoja na mtume, anaona zile hali zinazopitika pale. Warabi wa nne, ayakuna ahaduhuma mubashira lilqissa, yani yeye ndio awe mwenye kukielezea kile kisa moja kwa moja, au tataallaqu alqissa bihi, au kisa kinafungamana na yeye. Fayuqaddam, atatanguzwa mbele, liannahu a'rafu min al-ajnabi, kwa sababu yeye anatambua zaidi kuliko mtu mwingine wa pembeni, kwa sababu yeye ndio mubashiran, mwenye kile kisa moja kwa moja. Wal khamis, na ya tano, an yakuna ahadul khabaraini
iwe moja katika zile habari mbili akthara ruwa, ina wapokezi wengi zaidi, fayuqaddamu, hiyo ina wapokezi wengi zaidi itachangulizwa ala al-khabari al-akhar, kuliko habari ya mwingine. Kura ya wengi ndio ile kufanywa kazi, lakini pia haya mambo pia yameenda kinyume. Inaangaliwa maslahi ya mtu mmoja basi, au watu watatu, akikaa huyo maslahi yatarudi kwetu sisi kikundi cha watu watatu, sio katika jamii. Kwa hiyo kura ya wengi ndio ile kufanywa kazi. Wal awwal asah lianna alqawl aljamaa, kwa sababu kauli ya wengi aqwa fi dhann, ina nguvu zaidi katika wapi. Wa min ashabina man qala, wa katika miongoni mwa jamaa zetu hapo waliosema la yuqaddamu kama la tuqaddamu shahadatu bi kathrati aluduli, la yuqaddamu, haitotangulizwa kauli ya wengi kama vile la tuqaddamu shahada, haitangulizwa ushahidi bi kathrati aluduli, kwa wingi wa uadilifu. Wal awwalu asahha, na kauli ya kwanza ni sahihi zaidi, lianna qawla aljamaa, kwa kuwa kauli ya wengi aqwa fi dhanni, ina nguvu zaidi katika dhanna, wa ab'adu min ashaki, na inakuwa imejitenga mbali na shaka. Walihadha qala Allahu ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu, antadhilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma ala ihdahuma al-ukhra, mmoja tamkumbusha mwingine. Kwa hiyo wengine wamekataa, wamesema la yuqaddamu, haitotangulizwa kama la tuqaddamu shahadatu, kama vile haukutangulizwa ushahidi bikathrati, kwa kukithiri aluduli, waadilifu wema. Wal asahha, na kauli iliyo sahihi, lianna qawla jamaa aqwa fi dhanni wa abadu min ashak, kama tulivyosema. Akatoa na aya hiyo. Sehemu ya 6, wasadisu an yakuna ahadu rawiyaini, ni kuwa mmoja katika wapokezi wawili, aktharu suhba, ana muda mrefu wa kuambatana na mtume, fariwayatuhu, riwaya zake aula, inakuwa ni bora zaidi, liannahu, kwa kuwa yeye araf, ni mtambuzi zaidi, bimadama minas sunan, kwa muda ambao aliokaa katika umri na miaka, madama minas sinin, kwa muda aliokaa, yani ule miaka aliochukua, bimadama, kwa muda aliodum, minasinin, inayotokana na umri na miaka. Wasabiu, ya 7, an yakuna ahaduhuma ahsanu siyaqa lilhadithi, ni mzuri wa mtiririko wa ile hadithi, fayuqaddamu, atatangulizwa mbili, lihusni siyaqatihi bilkhabari, kwa uzuri wa kule kutiririsha kwake ile habari, mpangilio yake yani. Wathaminu, ya 8, an yakuna ahaduhuma mutaakhiri alislami, fayuqaddamu liannahu yahfadhu akhar al-amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anasema an yakuna ahaduhuma, awe mmojawapo, mutaakhiri alislami, amechelewa katika Uislamu wake, fayuqaddamu, atatangulizwa mbele, liannahu, kwa yeye yahfadhu, anakuwa amehifadhi akhar al-amrayn, mwisho wa mambo mawili, min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume. Wakadhalika, hivyo hivyo, idha kana ahaduhuma mutaakhira suhba wal akhar mutaqaddima, mmoja wapo akiwa ni mwenye kuchelewa kusuhubiana na mtume, na mwingine mwenye kutangulia mbele katika kusuhubiana na mtume, kama vile Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Mas'ud, fa riwayatu mutaakhir minhuma tuqaddam, riwaya aliyocheleweshwa itatangulizwa mbele. Kwa nini wanasema hivi? Kwa sababu hii ya nyuma inakuwa ina nguvu zaidi, kama vile katika nasakh na mansukh, iliyochelewa ndio inafuta iliyotangulia.
kwa nadhani wameingiza katika mlango, japo kuna mtazamo hapa mwingine. Wakala baadhi ashabu Abi Hanifa la yuqaddamu bitaakhir, haitangulizwi kwa kuchelewesha ile iliyocheleweshwa, lianna mutaqaddima, kwa sababu ile aliyotangulia Aisha ameishi hata mata Rasul paka amekufariki Mtume. Fasawa almutaakhiru fi suhba, kwa amelingana sawa tuna yule aliochelewa katika kusubiana na Mtume. Wazada alaihi, na amemzidi yule mwingine bitaqaddumi, kwa kutangulia. Wa hadha ghairu sahih, na hiyo sawa, lianahu, kwa vile wa in kana qad sawa almutaakhira fi suhba, ingawa amelingana yule mwenye kuchelewa katika usuhuba, illa anna samaa almutaakhir, kwamba hakika kule kusikia kwa aliochelewa, mutahaqqaqul taakhir, kuna kuja kuhakiki kule kuchelewa, mkile kuhakiki kule kuchelewa, kwa sababu hii ya mwisho inakuja kama kufanya taukid ya kile kilichotangulia. Wasimau mutaqaddim, na usikiaji wa aliotangulia, yuhtamalu, unachukuliwa pia, taakhira wa taqadduma, inachukuliwa katika ile taakhir, ile taqdim wa taakhir. Fama taakhara biyaqini au la, basi kile kilichochelewa kwa yaqini kinakuwa ni bora zaidi, kwa sababu kile kimekuja kuleta uyaqinifu. Walihadha qala Abdullah ibn Abbas, ndio maana anasema Abdullah ibn Abbas anasema kunna na'khudhu min awamiri rasulillah, tulikuwa tukichukua katika mafundisho ya Mtume, maamrisho yake, bil ahdathi fal ahdathi, yani kwa vijana wadogo, yani kwa maana kwamba walikuwa wakipokea kwa vijana wadogo, kwa sababu zile riwaya zao zinakuwa zinatilia nguvu yale walioyasikia wao hapo mwanzoni. Kwa katika sura kama hii ndio maana kunapata ule mlango wasema babu nasikh pia na mansukh. Katika kutilia nguvu hii iliyochelewa inakuwa ina nguvu zaidi katika kujengea hoja katika mambo kama vile aya za Maka na Madina. Aya za Madina zinakuwa zina nguvu zaidi katika kutolea hoja na kujengea hoja. Anasema Sheikh watasiu ya 9, an yakuna ahadu rawiyaini, mmoja katika wapokezi wawili, arwa, ni mcha Mungu zaidi, au ashadda ihtiyatan, au ni mwenye kujitoa mashakani zaidi, fi ma yarwihi, katika kila anachokiruia. Fatuqaddamu riwayatuhu, tutaitanguliza riwaya yake, liihtiyatihi fi naqli, katika kuchukua kwake tahadhari ya kujitoa mashakani katika kunukuu. Wal ashru ya 10, an yakuna ahaduhuma qad taraba lafdhuhu, ni kuwa mmoja katika ile habari ya mmoja imejipiga na matamshi yake, yani kwa maana kwamba kuna sintofahamu, yani neno hili na hili, yani kuna kujigonga. Wal akhar, na nyingine lam yatarib, haijajigonga kuleta mbabaiko. Fayuqaddam man lam yatarib lafdhuhu, tutatanguliza ile hadithi ambayo haikujigonga tamko lake, lianna ibtiraba lafdhihi, kwa sababu kule kujigonga tamko lake, yadullu ala dha'fi hifdhihi, inajulisha juu ya udhaifu wa hifdhi yake. Wal 11, hizi zote ni njia za tarjihi, lazima zote hizi uzijue katika kutilia nguvu. Ndio nadhani masharti yao wanayataja hapa. Wal 11 ya 11, an yakuna ahadu khabaraini, ni kuwa moja katika habari mbili, min riwayati ahli al-Madina, ni kutokana na riwaya ya watu wa Madina. Fayuqaddamu ala riwayati ghairihim, itatanguliza riwaya ya watu wa Madina kabla ya wengineo sehemu nyingine. Liannahum, kwa kwao, yarawuna af'ala rasulillahi sallallahu wa sunanihi, wanapokea vitendo vya Mtume wa sunani na sunna zake, allati mata alayha, ambaye alifia katika hali hiyo. Fahum a'rafu bidhalika, basi wao ni wenye kutambua zaidi hilo, min ghairihim, kuliko wengine. Kwa hiyo riwaya za watu wa Madina zitatangulizwa katika kupokelewa au katika kutiliwa nguvu kabla ya hizi zingine. Hizi zote ni njia za tarjihi za kutilia nguvu, ambapo mpaka sasa tumesoma 11.
Kwa lazima ukariri. Unaweza kuulizwa njia za kutilia yani nguvu hadithi za kufanya tarjih zimegongana, ziko ngapi? Kwa hizi wote unapitia, na hapa ni kusoma tarehe ya hadithi na ile asma'ur rijal, tadhhibul kamali fi asma'ir rijal au al-isaba fi tamyiz sahaba au usudul ghaba. Hivi vitabu muhimu sana visome kwa ajili wajue wale masahaba na tarehe zao. Wathani 10 ya 12 katika njia za kutilia nguvu pale katika mgongano wa zile hadithi, ayakuna rawi ahadi al-khabaraini, awe mpokezi mmoja habari mbili, kad ikhtalafat riwayatu anhu, imetofautiana riwaya yake kutoka kwake, wal akharu lam takhtalifu anhu riwaya, haikutofautiana kutoka kwake riwaya. Fa ikhtalafa ashabuna, jamaa zetu wametofautiana fi dhalika katika hilo. Fa minhum man qala, miongoni mwao wapo waliosema tataaradhu riwayatani, zinagongana na kusigana riwaya mbili, amma ikhtalafat riwayatu anhu, kutoka kwa ambaye imetofautiana riwaya kwake, watasqutani, na zinadondoka, watabqi riwayatu man lam takhtalif riwayatu anhu, inabaki ile riwaya ambayo kwa ile kutoka kwa yule ambaye haikutofautiana kwake kutoka kwake riwaya. Wa minhum man qala, miongoni mwao wanasema turajjah, utilia nguvu ihda riwayatayn, moja riwaya mbili, amman ikhtalafat riwayatu, kutoka yule ambaye imetofautiana kwake riwaya, ala riwayati al-ukhra, juu ya riwaya nyingine, bi riwaya man lam takhtalifu anhu riwaya, kwa riwaya ambaye yule ambaye haijatofautiana kutoka kwake yule upokezi. Faslun. Wa amma tarjihul matni, ama kutilia nguvu matni ya hadithi, na hili ni somo muhimu sana. Famin wujuhi, ipo katika njia mbalimbali. Ahaduha, mojawapo, an yakuna ahadul khabaraini, ni kuwa moja katika habari mbili, muwafiqa li dalili al-akhar, iwe muwafikiana na dalili nyingine, min kitabi au sunna au qiyas, kupitia kitabu au sunna au qiyas. Hii ni njia nilitumia katika kufundisha ile mukhtarul hadithi. Baadhi ya hadithi nyingi nilikuwa nikizitumia njia hii kuzitilia nguvu kupitia mujibu wa Qur'an. Fayuqaddamu ala al-akhar, tatangulizwa kuliko nyingine, limuadadati dalili lahu, kwa kutilia nguvu maegemezeo ya dalili kwake, kwa kule kutilia nguvu. Wathani ya pili, an yakuna ahadul khabaraini, ni kuwa iwe moja katika habari mbili, amila bihi la imma, umefanyia kazi, imefanywa kazi na maimam, fa huwa aula, inakuwa ni bora zaidi, li anna amalahum bihi, kwa sababu kazi yao kupitia hadithi kuifanyia kazi, yadulu ala annahu akharul amrayn, inajulisha moja mwishoni mwa mambo mawili, min rasulillah, kutoka kwa mtume, wa ulahuma, na ni bora iliyo bora zaidi katika hizo mbili. Wa hakadha hivyo idha amila bi ahadi al-khabarain ahlul haramain, atapofanyia yani ile hadithi itapokuwa imefanywa kazi, idha amila bi ahadi al-khabarain, atapofanyia kazi mmoja au itapofanywa kazi mmoja katika habari mbili, ahlul haramain, fa huwa aula, ile itafanywa kazi ndio bora zaidi. Asema lianna amalahum bihi yadullu ala annahu qad istaqarra alayhi, lianna amalahum bihi, kwa sababu kufanyia kwao kazi hadithi hiyo, moja katika zile hadithi, yadullu, inajulisha, ala annahu, juu kwamba, qad istaqarra alayhi, imetulizana juu yake, sharu, sheria, na warathuhu, na wameirithi, yani ipo, ndio maana umeifanyia kazi. Wa thalithu, atatu, yakuna ahaduhuma yajma'u nutqa wa dalila, mojawapo imekusanya matamshi na dalili, fayakunu aula mimma yajma ahadahuma li'annahu abyan, fayakunu aula, inakuwa ni bora, mimma yajma'u ahadahuma, kuliko ile kusanya mojawapo kitu kimoja tu, li'annahu abyan, kwa sababu inakuwa ni ubainifu zaidi. Warabi an yakuna ahaduhuma nutqa wal akharu dalila, mojawapo kuja
Warabi an yakuna ahaduhuma nutqa, mojawapo ni kuwa imekuja matamshi moja kwa moja, wal akharu dalila, nyingine imekuja tu dalili. Fa nutqa ula iliyotamkwa ni bora mina dalili kuliko dalili, lianna nutqa mujma alayhi, kwa sababu utamkaji ni jambo ambalo ni mujma alayhi, watu wamewafikiana juu ya hilo. Wa dalilu mukhtalafun fi, na dalili mara nyingi wametofautiana. Wal khamis ya tano, an yakuna ahaduhuma qawlan wa fi'lan, mojawapo iwe ni kauli na kitendo, wal akhar nyingine wal akhar ahaduhuma kharu ahaduhuma, na nyingine imechukua moja tu katika hayo mawili. Falladhi yajma'u al-qawla wal fi'la aula, ile kusanya kauli na kitendo ni bora zaidi. Li'annahu aqwa, kwa sababu ina nguvu zaidi. Litadhahuri dalilaini, kwa kule kudhihiri dalili mbili, kwa kudhihiri dalili mbili. Wa in kana ahaduhuma qawlan wal akhar fi'la, lakini ikiwa mojawapo ni kauli nyingine ni kitendo, fa fihi awjuh, ndani yake kuna sura mbalimbali. Wa qad madat fihi babil af'al, imepita ndani yake mlango wa hizo vitendo. Nadhani tulisoma huko dalili ya kitendo na dalili ya kauli. Mwishoni kabisa tukasema kwamba katika kitabu hichi tukaona dalili ya kitendo ina nguvu zaidi. Wengine wakasema dalili ya kauli. Anasema wasadisu, ya sita, anasema hapa tupo katika mlango katika tarjihul matni, kutilia nguvu matni min wujuhin, kwa sababu tulianza katika swala la tarjihi khabari, tukaja sasa tuko katika amma tarjihul matn, ilikuwa ni tarjih sanad. Ndio somo lilikuwa tunashughulika nalo, ilikuwa katika sura ya tarjih, at-tarjih fi sanad. Kama tarjih fi al-isnad fa min wujuhi, ambazo tuliona ziko 12 njia za kurajihisha sanad, na sasa tunasoma njia za kurajihisha matn. Kwa kuna hizi sura mbili zizingatiwe, kuna tarjih sanad na tarjih al-matn. Kwa tuko katika tarjih al-matn, na sasa tuko sehemu ya 6. Wasadis, ya 6, an yakuna ahaduhuma qusida bihi al-hukm, iwe mojawapo imekusudiwa hukum, wal akhar na nyingine lam yuqsad bihi al-hukm, haikusudiwa hukum. Falladhi qusida bihi al-hukm aula min, ambayo ile kusudiwa hukum ni bora min ladhi, kuliko ile ambayo lam yuqsad bihi al-hukm, haikusudiwa hukum. Lianahu ablaghu fi bayan, kwa sababu hiyo imeenda mno katika kubainisha al-gharad, lengo, ifadati al-maqsudi, na kufidisha kilichokusudiwa. Asabu, ya 7 katika tarjih al-matn, an yakuna ahaduhuma, niwe mojawapo warada, imekuja ala sababi, kwa sababu, wal akhar nyingine warada ala ghairi sababu, imekuja pasina kuwa na sababu. Falladhi warada ala ghairi sababu, ambayo imekuja bila sababu, aula, ni bora zaidi min alladhi, kuliko ile ambayo warada ala sababu, imekuja kwa sababu. Li'annahu muttafaqu ala umumihi, kwa sababu ile imewafikia juu ya uamu wake. Walladhi warada ala sababu, na ile ambayo ile kuja kwa sababu, mukhtalafun fi umumihi, inakuwa imetofautiana katika uamu wake, ukusanya kwake. Wa thaminu, ya 8, an yakuna ahadu khabaraini, ni kuwa moja habari mbili, khabaraini qadha bihi ala al-akhar, qadha bihi, amehukumu kwayo ala al-akhar, kabla kuliko nyingine. Falladhi qadha bihi minhuma aula, ile aliyehukumia kwayo inakuwa ni bora. Yana uthabata lahu haqu taqdim, kwa sababu imethibiti kwake haki ya kutangulizwa. Kwa taswi ya 9 katika tarjihul matn,
an yakuna ahaduhuma ithbatan, iwe mojawapo ni kuthibitisha, wal akharu nafyan, nyingine iwe ni kukanusha. Fayuqaddamu, kutatangulizwa al-ithbatu, ile ni kuthibitisha, ala nafi, kabla ile ya kukanusha. Lianna ma'a al-muthbiti, kwa kuwa pamoja na yule mthibitishaji, ziada tunaima na ziada ya elimu. Fal akhdhu bi riwayati, kuchukua riwaya zake aula, ni bora zaidi. Wal ashri, ya 10, an yakuna ahaduhuma naqilan wal akharu mubqiyan. فالناقل أولى لأنه يفيد حكم شرعيا. يقوم أن يكون أحدهما يوم مجاب ناقل يعني يكون كليوا، والآخر أن يجي مبقيا يعني كباكي katika asili أي على الأصل وهو الاستصحاب أو البراءة الأصلية wanasema wenyewe. فناقل أولى يليونكليوا ni bora zaidi لأنه يفيد حكم شرعيا yenyewe inafidisha hukumu ya kisheria. والحادي عشر ya 11 katika tarjih matin an yakuna fi ahdihima, iwe katika mojawapo ihtiyat, kuna kujitoa mashakani. Fayuqaddamu ala alladhi, utatangulizwa juu yule ambaye fayuqaddamu ala alladhi, itatangulizwa juu ya yule ambaye la ihtiyata fihi, ambaye hakuna ihtiyat ndani yake. Lianna al-ahwata, kwa sababu kujitoa mashakani kwa umakini lidini, katika dini aslam, kumesalimika zaidi. Wa thani ashara ya 12 an yakuna ahaduhuma yaqtadi hadhar, iwepo mojawapo inafidisha kuharamisha, wal akhar, na nyingine yaqtadi al-ibaha, inahukumia au kufidisha uhalali. Fafihi wajhan, ndani yake kuna sura mbili. Ahaduma annahuma sawa, mojawapo katika hizo njia mbili zote ni sawa. Wa thani, ya pili, anna alladhi, kwamba ile ambayo yaqtadi al-hadhar, inahukumu kuharamisha, aula, ni bora zaidi. Wa huwa sahihi, na ndio sahihi. Liannahu ahwat, kwa hiyo ndio kwa hiyo ndio ine kujitoa mashakani zaidi. Kwa hiyo hapa tumechokuja kukiona katika hili somo muhimu, somo la babu alqawli fi tarjihi. Somo hili babu alqawli fi tarjihi ahadi khabaraini ala al-akhar, kurajihisha, kutilia nguvu moja ya habari mbili juu ya nyingine. Tumeona kuna sura mbili, kuna tarjihi katika isnadi, akasema fatarjihu fil isnadi, kutilia nguvu katika sanadi, kwamba famin wujuhi, kuko katika njia mbalimbali. Tumesoma kwa kadiri Mungu alivyotaka. Tumesoma ina maana ziko njia 12 na lazima mtu uziweke kichwani katika kuutilia nguvu sanad. Wameeleza mambo yao yote hapa. Lakini tumeona pia kuna tarjihu al-matn, kutilia nguvu matni yenyewe ya hadithi. Tukisema sanad ile cheni ya wapokezi, yale maneno sasa ndio yaitwa matni. Kuna namna ya kuyatilia nguvu. Min wujuhi, kuna njia mbalimbali ambazo zimetajwa na zenyewe ziko njia 12. Kwa zote hizi zinabidi zihifadhiwe na zifanyiwe kazi. Kwa hayo ndio yalioelezwa katika mlango wa kutilia nguvu moja katika habari mbili zilizogongana. Inshallah tutakuja kuanza katika somo letu kuelezea ijma'i, somo la ijma'u, alqawl fi ijma'i, alqawlu ish fi ijma'i, kauli katika kongamano la wanazuoni. Tutakuja kuanza somo hilo insha Allah, na mambo yake tutakuja kuyaona. Sheikh hapa alikuwa anaashiria somo la mustalahul hadith kwa mbali, japo siko ukamilifu wake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie khair wal kamalu lillahi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.